Sisi Tanzania kusema kweli ni jamhuri ya ndizi. Unajua, I mean, we are typical banana republic. Sisi una serikali ambayo haifuati sheria hata kidogo. Kana kusema kweli, mimi lazima niseme, naona Gerson Msigwa sometime nadhani hafanyi kazi yake vizuri. Kipindi cha Magufuli na mapungufu yake aliyokuwa nayo, ulikuwa huhitaji ithibati kufanya uandishi wa habari. Ilikuwa hakuna hilo sharti. Kama wanaona Chadema inanufaika na Tundu Lissu kuwepo gerezani, si mtoe. Kwa mfano kama John Heche ananufaika na Lissu kuwepo gerezani, kwamba John Heche anakwamisha maridhiano, si umtoe. Anatokea mtu anasema kwamba kuanzia kesho hakuna mikutano ya hadhara, kwamba watu hawaruhusi kufanya mikutano. Wewe ni nani? Yani wewe una mamlaka gani ya kutoa kitu kama hicho hapo? Yani unayatolea wapi hayo mamlaka? Sheria zipo kwa hawa watu wawili tu, masikini na wananchi. Wewe unajua kabisa sasa hivi kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, unaweza ukaenda pale hapo nje mtaani na akatokea askari na akakukamata na akakuweka ndani kwa kosa la uzururaji. Wewe unadhani tajiri anaweza akazurura? Sheria ina upande dhidi yako wewe masikini, sheria ina upande dhidi yako wewe mwananchi. Kosa hilo hilo ambalo analifanya tajiri linaweza lisiwe na maana. Kosa hilo hilo ukifanya wewe masikini linakuwa na adhabu kali. Pale polisi, pale kituo cha polisi, tumemaliza tu kuzungumza, polisi anatuomba nauli mimi na huyu jamaa ninayemlalamikia. Sasa wewe, huyu jamaa ni mfanyabiashara, mimi ni mwananchi tu wa kawaida, wote unatuomba nauli. Unategemea nini? Sheria inamruhusu mwendesha mashtaka kukaa na wewe chini, umwambie kati ya hizo pesa ulizotakatisha, ulizokwepa, ngapi utazirejesha serikalini ili tukuachie huru. Moja kati ya vitu ambavyo labda ujaribu kuvikwepa wewe kama mwananchi ni aidha uwe mwananchi lakini uwe na pesa. Usikubali labda Mungu akuepushe hivi vitu viwili vikutane, kwamba ukawa fukara na wakati huo ni mwananchi. Huwezi kufanya maridhiano na CCM. Kwa nini? Yani haiwezekani. Haiwezekani. Mimi niliingia kwenye uandishi wa habari 2016. Hali ilikuwa mbaya sana. Unajua 2016 ilikuwa ndio John Pombe Magufuli ameingia madarakani ile November 2015. Kwa hiyo mimi naingia newsroom November 2016, is almost a year tangu Magufuli aingie madarakani. Na Magufuli alisema kabisa, alitoa hotuba yake maarufu sana pale Ikulu. Tena nadhani kama sikosei, ilikuwa ni anazungumza na waandishi wa habari. Akasema kwamba kama waandishi wa habari wanahisi wana freedom, not to that extent. Na mambo yakaanza kuwa mabaya sana kuanzia pale. Kusema kweli hakukuwa na space yoyote ya kufanya uandishi wa habari miaka yote ambayo Magufuli alikuwepo madarakani. Vitisho, makaripio, maonyo, waandishi wa habari kupewa kesi, kutekwa, kupotezwa kama kina Azori Gwanda, vyombo vya habari kufungiwa, Citizen wenyewe walifungiwa kwa kuandika tu habari ambayo ni ya kawaida kabisa. Maana vyombo vya habari vilikuwa vinapigwa faini, mazingira yalikuwa magumu sana kusema kweli. Na ndio hivyo sasa anasema kwamba mimi wakati niko newsroom watu wakawa wanasikitika. Anasema wewe umeingia newsroom wakati mbaya. Lakini kwa mfano kama ungeingia newsroom miaka 5 iliyopita, yani maana yake kabla ya 2016,
pengine ningeweza kuwa na mchango mkubwa zaidi kuliko ambao nilikuwa nao, lakini mazingira yalikuwa mabaya sana, na lazima niseme ukweli, hakuna kilichobadilika. Unaona, hakuna kilichobadilika tena. Sasa hivi mimi naona tuko pabaya zaidi kuliko hata tulivyokuwa kipindi cha Magufuli, kwa sababu kwanza nitakwambia kipindi cha Magufuli na mapungufu yake aliyokuwa nayo, ulikuwa huhitaji ithibati kufanya uandishi wa habari. Ilikuwa hakuna hilo sharti. Yani ni kweli sheria ilishapitishwa 2016 lakini bado kulikuwa hakuna hilo sharti la kwamba huwezi kufanya uandishi wa habari mpaka uwe na ithibati. Kwa hiyo mimi sioni kilichobadilika. Sisi tuko pabaya sana kama nchi linapokuja swala la uandishi wa habari. Hatuna uandishi wa habari huru Tanzania. Mazingira hayaruhusu watu kufanya kazi zao kwa uhuru. Huwezi kufanya kazi kwa uhuru katika mazingira ambapo mwandishi wa habari lazima apewe kibali na serikali kuweza kufanya kazi yake. Huwezi kufanya kazi kwa uhuru katika mazingira kama ya kwetu, kwa sisi ambao tunafanya kazi kwenye platform za kidijitali, kwamba regulator kwa mfano anaweza akakufungia website yako isiwe inapatikana, na si kwamba yani regulator halazimiki kuomba kibali cha mahakama kabla hajafungia website yako, au hata idara ya habari maelezo hailazimiki kupata kibali cha mahakama kulifungia gazeti. Anaweza akalifungia tu gazeti. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo hakuna space ya uhuru wa vyombo vya habari, na sioni kama kuna mabadiliko yote kati ya 2016 ambapo nilipojiunga na The Citizen na mpaka sasa hivi. Naona wanasema business as usual. Kimsingi, as I said, it continues to get worse. Na hofia kwamba itaendelea kuwa mbaya zaidi, kwa sababu uandishi wa habari haupo independent of other things. Yani kwa mfano, ukiwa na mazingira mabaya ya kisiasa, ukiwa na mazingira ambapo serikali au walioko madarakani inakandamiza uhuru wa watu wa kisiasa, uhuru wa watu wa kiraia, uhuru wa watu kukusanyika, uhuru wa watu kutoa maoni yao, hiyo inakuwa na impact kwenye namna ambavyo uandishi wa habari unafanya vitu vyake. Kwa leo unaweza ukaongea na mtu, ukanihoji mimi hapa nikazungumza vitu, ukenda ukiichapisha, alafu regulator pengine anakuja anakuambia shusha hii kitu. Kwa nini nishushe? Atakwambia kwa sababu huja balance. Sija balance nani? Hakwambii. Ukimuuliza kwa nini huyu anayesema kwamba sija balance asije azungumze na mimi, hawakujibu. Wanakwambia wewe shusha. Makaripio, maonyo. Kwa hiyo tuko pabaya. Pengine how do you survive as a media kama The Chanzo kwenye mazingira kama haya na kwa aina ya uandishi ambao The Chanzo inafanya? How do you survive? Sisi tunaendelea kufanya kazi zetu na tuna survive kwa sababu, how can I say this? Unajua kitu kibaya unaweza ukakitumia vizuri. Kwa sababu Waingereza wanasema kuna kitu kinaitwa a bless in disguise. Kwa hiyo unapewa kitu, yule anayekupa anajua kitakuua, umeelewa, lakini wewe unakigeuza, unakifanya kinakuwa useful kwako, umeelewa, unakigeuza. Ni sawa kwa mfano, unajua Zimbabwe, napenda kutoa mfano. Zimbabwe ilipowekewa vikwazo na nchi za magharibi, Abdulrahman Babu ambaye ni mwanamapinduzi kutoka hapa Tanzania alimwandikia Robert Mugabe barua nzuri sana ya namna ambavyo anaweza akatumia vikwazo kuijenga Zimbabwe. Kwamba vikwazo ni kitu kibaya, lakini inaweza kukulazimisha
kufanya vitu vizuri. Kwa na sisi ndivyo ambavyo tunafanya. So kwa sababu tunajua mazingira yetu ni mabaya, ni magumu, tunahakikisha kwamba viwango vyetu vya maudhui ambayo tunayazalisha vinakuwa ni vya juu sana. Kiasi ya kwamba haviachi any room ya kutumika dhidi yetu. Kwa hiyo tunahakikisha kama ni hivyo, kama sijui ni kubalance story, una balance. Unahakikisha yani ile we uphold highest professional standards, zile standards za kimaadili na za kitaaluma ambazo zinategemewa kwa waandishi wa habari tunaziweka juu sana, na nadhani ndio inatusaidia pia tunaendelea kuwepo, kwa sababu hata kama mtu hafurahishwi na habari fulani ambayo tumeichapisha, akiangalia anasema okay, hii habari haifurahishi, lakini tunafanyaje? Yani tunawakamatia wapi hawa watu? Wanakuwa hawaoni sehemu ambapo wanaweza wakatukamata. Lakini ukiacha uandishi wa habari, unajua ukianzisha chombo cha habari kinakuwa ni taasisi. Kwa hiyo inakuwa kuna vitu vingine lazima ucomply navyo. Kwa hiyo uko nako pia tunajitahidi kwamba kwa mfano kama ni kodi tunalipa, kama sijui ni nini tunalipa, kama chochote kile ambacho tuna uwezo nacho, na kama kitu hatuna uwezo nacho manake lazima tuna explanation nacho. Kwa hata regulator akija akisema mbona hakuna hiti, tunamuelezea. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunakuwa fully compliant kwenye laws, regulations na rules ambazo zina govern uendeshaji wa vyombo vya habari, uendeshaji wa uandishi wa habari wa makampuni au taasisi kama za aina yetu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo imeiruhusu. So mazingira ni magumu, lakini yametulazimisha sisi kupandisha standards kwa juu sana, kiasi ya kwamba sasa inatusaidia tunaendelea kufanya kazi tunazofanya. Okay, so serikali na vyombo vya habari vya kimataifa, na nataka kuuliza hili kwa sababu umekuwa vocal kwenye mambo kama haya. Tumeona hivi karibuni BBC wametoa makala inayomzungumzia Tundu Lissu, kiongozi huyu wa upinzani, na serikali wametoa tamko lao dhidi ya makala hile, na miongoni mwa malalamiko ambao wameyatoa kwamba wanasema hawajaifanya ile makala kwa weledi, lakini pia imeegemea zaidi upande mmoja, na kikubwa zaidi wakidai kwamba hawajapewa right of reply, hawakupewa nafasi ya kujibu zile tuhuma kwenye ile makala, na tumeona hii sio mara ya kwanza. Mwaka jana pia kwenye machafuko yalivyotokea yale Oktoba 29, 2025, baada ya hapo tuliona vyombo vya habari mbalimbali vilitoa ripoti zao, specifically CNN. Ile makala walivyoitoa, serikali iliwajibu ikasema malalamiko kama haya ambayo wameyasema leo. Na hapa kumekuwa na mawazo ya aina mbili kinzani. Kuna baadhi wanasema kwamba serikali inakemea haya kwa ajili ya kulinda pengine uhuru wa nchi, heshima ya taifa, lakini wengine wanaona kama inakwepa uwajibikaji, kwa sababu habari ambazo nyingi kama hizo ambazo zimetolewa na vyombo vya kimataifa ni habari ambazo vyombo vya ndani vinahofia kuzitoa. Wewe ni yapi maoni yako? Watu kwanza wanapaswa kujua kwamba serikali haina mamlaka yoyote ya kusema kwamba huu ni uandishi wa habari mzuri, huu ni uandishi wa habari mbaya. Serikali haina mamlaka ya kusema kwamba huu ni uandishi wa habari wenye maadili, huu ni uandishi wa habari usio wa maadili. Serikali haina hayo mamlaka. Haina, kwa sababu serikali sio chombo cha kitaaluma. Sio chombo cha kitaaluma.
serikali haipaswi na hii nishasema sana, serikali haipaswi, haitegemewi kabisa kuwa au kujiweka kwenye sehemu ya kuamua uandishi wa habari mzuri ni upi na uandishi wa habari mbaya ni upi. Kimsingi ukiona serikali inajitokeza na kusema kwamba huu ni uandishi wa habari mbaya, maana yake actually huu ni uandishi wa habari mzuri. Ukiona serikali imejitokeza na ikasema kwamba huu ni uandishi wa habari mzuri, maana yake huo ni uandishi wa habari mbaya. Kwa nini? Kwa sababu serikali by its very nature is susceptible kufanya vitu vibaya vingi sana. Umeona? Na inaweza ikafanya vitu vibaya kwa kukusudia, inaweza ikafanya vitu vibaya kwa kuto kukusudia, inaweza kufanya vitu vibaya kwa bahati mbaya. Maanake ni kwamba inaweza kukiuka haki za wananchi, inaweza kuvuka mipaka iliyowekewa kisheria, inaweza kukiuka katiba, inaweza kufuja pesa za umma, inaweza kukandamiza watu. Umeelewa? Serikali kwa sababu ni lidude likubwa, sio? Yani liko susceptible kwenye kukosea. Iko susceptible, yani kuna uwezekano mkubwa sana serikali ikakosea kitu kimoja, ikakosea kitu kingine, ikakosea. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unategemea sasa uwe na vyombo vya habari imara, madhubuti, vyenye uhuru, vyenye ambavyo vitahakikisha kwamba inaimulika sasa serikali wakati inafanya vitu hivyo, na sio kwa lengo la kuiexpose tu, ni kwa lengo la kuionyesha serikali. Wewe unadhani rais yuko pale Magogoni au Chamwino anajua kinachoendelea halmashauri ya wilaya ya Simiyu? Unajua rais anaweza akawa anajua kinachoendelea kijijini kwangu huko Wesha Pemba? Hawezi. Yani there is no way, hawezi. Na halafu sasa unategemea kwamba hawa watu kwa sababu ni wa serikali, kwamba kuna mkuu wa wilaya kule, kuna mkurugenzi wa halmashauri, pengine ideally ungetegemea kwa sababu wao wako pale, rais ajue, kwa sababu wao si wanamwakilisha rais pale. Lakini kama hivi vitu vina serve interest zao, je, rais hawezi kujua? Yani kwamba kuna malfunction, kuna kitu hakiendi vizuri, hakifanyiki vizuri, kinaathiri wananchi, lakini ni kwa maslahi ya wale junior staff, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mkurugenzi wa halmashauri. Hicho kitu hakiwezi kufikia huku, hata kama una watu wa idara ya usalama wa taifa. Hata hao watu wa idara ya usalama wa taifa wakikaa vizuri na mkuu wa wilaya, wakikaa vizuri na mkurugenzi wa halmashauri, hizo taarifa hazitamfikia rais, haziwezi kumfikia rais. Lakini ukiwa na chombo cha habari huru, ukiwa na waandishi wa habari huru ambao hawafungamani na hawa watu, waandishi wanaibua hili jambo, na wakiliibua hili jambo manake ni kwa manufaa ya serikali kujua, kumbe kule kuna ule mradi tulipeleka wa maji tangu mwaka 2019 mpaka sasa hivi tumetumia bilioni 20 na hakuna maji yanatoka. Sasa hiyo inaathiri vipi serikali? Hiyo inaathiri vipi serikali? Inaisaidia serikali. Maana yake ni kwamba wanajua kwamba kuna kitu fulani hakifanyi kazi vizuri, inabidi tukirekebishe. Na kama huwezi kurekebisha hapo, si unatolea maelezo? Unatolea maelezo, unasema kwamba hiki kitu kiko hivi kweli kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5. Umeelewa? Kwa hiyo serikali ina huo uwezekano wa kukosea, na inahitaji mtu au chombo ambacho ni madhubuti kwenye kukiangalia, wanasema watch over it, kufanya kazi ya watchdog, na ndio chombo cha habari kinachofanya kazi yake. Sasa kwa sababu ya hiyo nature ya serikali kulazimika kwamba lazima iwe inamulikwa namna ambavyo ina behave, namna ambavyo inafanya kazi yake, hautegemei serikali ijitokeze iseme kwamba unaona huu uandishi wa habari sio uandishi wa habari wenye maadili, unaona huu uandishi wa habari ni uandishi wa habari wenye haina hayo mamlaka. Na kusema kweli, mimi lazima niseme, naona Gerson Msigwa
nadhani hafanyi kazi yake vizuri, unanielewa? Anapaswa afanye kazi yake vizuri. Unajua, kwa mfano kama wewe ni msemaji wa serikali, kama serikali imesemwa vibaya, umeelewa, wewe jitokeze utoe maelezo ya mbadala, umeelewa? Wewe ujitokeze utoe maelezo ya mbadala, sio kusema hiki sio, huyu amefanya kosa, huyu hajafanya kosa. Wewe kama huyu mtu amesema uongo, ukweli ni upi? Kama huyu mtu amepotosha, usahihi ni upi? Umeelewa? Na hicho mimi ndicho ninachokiona, kusema kwamba na si kweli. Hichi pia watu lazima wajue, si kweli. Haiwezekani kwamba BBC wanaweza kutoa habari kama hiyo bila ya kuipa serikali haki ya kutoa maelezo yake. Haiwezekani. Mimi nimefanya kazi na Athumani Mtulia ambaye ni muhariri wa BBC, ndiye ambaye amenifundisha kazi. There is no way Athumani anaweza akatoa habari sensitive kama hii hapa na kwa serikali, yani hawezi kuwa ametoa hii habari bila kuipa serikali. Ni kwamba inakataa kuzungumza hivi vitu. Mimi nimeshahusika kwenye kufuatilia habari fulani na serikali inapewa nafasi ya kutoa maelezo yake, haitaki kutoa maelezo. Kwa nini serikali haitaki kutoa maelezo? Kwa sababu ili ije ifanye hiki inachokifanya. Kwa sababu Gerson kama angezungumza na BBC wakati BBC wanafanya ule utafiti wao au ile investigation yao, Gerson asingekuwa na uwezo wa kuja sasa kuzungumza kwamba hii habari haina usahihi, ni potoshi au inakiuka maadili. Anakataa kucomment kwenye hizi story, anakataa kuexercise their right to reply, ili habari ikisha toka ndio aje sasa azungumze kwamba hii habari ni potoshi, kwa lengo la undermine credibility ya hiyo story, la kuonesha kwamba waandishi pengine hawana maadili. Lakini vile vile mimi naona ni kuto kujua, kwa sababu kimsingi kuna sehemu kubwa sana ya jamii ambayo inaweza kawa hata haijajua kwamba BBC wametoa habari fulani. Umeona, wewe ukijitokeza ukikanusha, maana yake ni kwamba unawaambia watu kama kuna hii habari, nendeni mkaiangalie. Kwa sababu kwa mfano, si ni habari si imechapishwa na BBC? Hiyo habari kwani ipo The Chanzo? Hiyo habari ipo Nijuze? Hiyo habari ipo Nukta? Hiyo habari iko Jamii Forum? Lakini msemaji wa serikali akija akisema kwamba hii habari ni potoshi, sisi Chanzo watachapisha kauli ya msemaji wa serikali? Si ni msemaji wa serikali, tunawajibika kukava hiyo kitu kwa sababu watu wanataka kujua serikali yao inasema nini. Si ni Nijuze mtaweka, si Jamii Forum wataweka, si TBC wataweka. Sasa maana yake ni kwamba kimsingi unawatangazia watu wote kwamba jamani, njooni, kuna habari huku imechapishwa kuhusiana na Tundu Lissu, na hiyo habari iko wapi? Kwenye YouTube channel ya BBC. So mimi nadhani it's not smart, it's not proper, ni kufanya vitu kiholela bila kufikiria. What impact do you want to achieve kwa kujitokeza mara kwa mara unaposema kwamba hii ni upotoshaji, hii sio sahihi, hii ni vitu na unajua si kweli kwamba serikali inalinda image ya nchi au hadhi ya nchi au uhuru wa nchi. Mimi kwanza sidhani kama serikali hata inajali kuhusiana na image ya nchi, kwa sababu ukienda watu kibao sasa hizi wamejitokeza hadharani, wananchi wa kawaida, wana CCM, viongozi wa dini wanasema jamani, kwa Lissu kuendelea kubaki gerezani, hili jambo haliserve any national interest, ni doa kwa nchi yetu kitaifa na kimataifa, linaendelea kutugawa, linaendelea kutufarakanisha,
linaendelea kujenga picha mbaya ya nchi yetu katika nyanja za kimataifa. Si jambo zuri. Sasa kama ingekuwa serikali inajali kuhusiana na namna ambavyo nchi inaonekana, si ingemuondosha, ingeondoa hiyo kesi mahakamani. Na unajua, kwa mfano, kuna wapuuzi fulani, mi naona ni watu wajinga tu. Mtu anakuja anasema kwamba Lissu angesha kuwa huru, lakini kina John Heche wanakwamisha, sijui John Heche Chadema wananufaika na Tundu Lissu kuwepo gerezani. Huu ni upumbavu. Kwani John Heche ndiye aliyempa kesi ya uhaini Tundu Lissu? John Mnyika ndio aliyempa kesi ya uhaini Tundu Lissu? Chadema ndio wenye mamlaka ya kuwafungulia watu mashtaka ya jinai kwenye nchi. Anayeshtaki mashtaki ya jinai kwenye nchi si ni serikali? Si ni serikali ndio iliyomkamata polisi, iliyomkamata Tundu Lissu, ikampa kesi ya uhaini, ikamweka ndani na ikasema ina mashahidi na ushahidi. Kiko wapi? Mashahidi gani? Sasa kwa mfano, kama serikali inaona au wapuuzi au ambao wanatumwa kusema hivyo vitu vya kipumbavu, kama wanaona Chadema inanufaika na Tundu Lissu kuwepo gerezani, si mtoe. Kwa mfano, kama John Heche ananufaika na Lissu kuwepo gerezani, kwamba John Heche anakwamisha maridhiano, si umtoe. Wewe si ndio umempa kesi? Kwani serikali hii itakuwa ndo kesi yake ya kwanza kuiondoa mahakamani? Mbona waliondoa kesi ya Mbowe ya ugaidi mahakamani? Wao ndio walio institute proceeding, wao ndio waliofungua kesi, walimfungulia Mbowe kesi ya ugaidi, wakaja wakaitoa. Kwa nini wanashindwa kuitoa kesi ya Tundu Lissu? Na kama wana ushahidi, kwa nini kesi haiendelei? Kwa nini unamshikilia mtu na halafu vile watu lazima wajue pia kwamba kwenye nyakati tofauti mahakama ilishasema kwamba kitendo cha sheria, vifungu vya sheria vinavyonyima watu dhamana wanaoshitakiwa kwa makosa fulani. Kwa mfano, kama Tundu Lissu na kosa yake ya uhaini, mahakama ilishasema kwenye nyakati tofauti kwamba hivyo vifungu vinakiuka matakwa ya kikatiba yanayohusiana na uhuru wa mtu, na kwamba mahakama imeshasema kwamba hivyo vifungu virekebishwe, vibadilishwe ili makosa yote yawe na dhamana. Sasa kama kuna mtu ameshtakiwa kwa kosa fulani na inaonekana kwamba hastahiki kupata dhamana, serikali au upande wa mashtaka uende wakaiambie mahakama hivyo, kwamba tunajua kwamba huyu mtu ameshtakiwa kwa kosa hili na sheria inaruhusu apewe dhamana, lakini kwa sababu 1, 2, 3 kwa mazingira fulani tunaiomba mahakama huyu mtu asipate dhamana, na mahakama itoe oda. Hiyo iliamuliwa kwenye kesi tofauti imeshaamuliwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuendelea kumshikilia mtu kwa kosa ambalo hajahukumiwa nalo kwa sababu tu amenyimwa dhamana ni kukiuka amri za mahakama na orders ambazo mahakama ilishatoa. Na hiyo inakuambia nini wewe hasa? Kwa sababu nakuuliza hili kwa sababu unafahamu kwamba wewe pia ni mwanafunzi wa sheria. Tunaona pia sio kwenye amri za mahakama tu, hadi kwenye katiba. Tumeona waziri wa mambo ya ndani Katambi akitoa tamko ambalo hajaweza kurejea kwenye kifungu chochote cha katiba au cha sheria, na hili zuio linafanya kazi kwamba ametoa watu mikutano ya kisiasa isifanyike na haifanyiki.
Hii inakuambia nini wewe kama mwanafunzi wa sheria? Inatoa picha gani? Well, mimi nazungumza tu kama mwananchi. Sisi Tanzania kusema kweli ni jamhuri ya ndizi. Unajua? Yani we are typical banana republic. Unajua? Sisi una serikali ambayo haifuati sheria hata kidogo, yani ina total disrespect to the laws, total disrespect to the constitution. Sometimes inashangaza. Unajua mimi nilipomwambia dada yangu Fatuma Karume na mzee wangu Jenerali Ulimwengu kwamba naenda kusoma sheria, wakawa wanashangaa, wanasema unasoma sheria? Nchi hii haina sheria. And it is true, hakuna sheria. Yani wewe unakuaje nchi ina sheria, anatokea mtu anasema kwamba kuanzia kesho hakuna mikutano ya hadhara, kwamba watu hawaruhusiwi kufanya mikutano. Wewe ni nani? Yani wewe una mamlaka gani ya kutoa kitu kama hicho hapo? Yani unayatolea wapi hayo mamlaka? Unaona? Na mimi nitakwambia anapoyatolea. Unaona, Katambi anayatolea hayo mamlaka kwenye dhana kwamba sheria hazi-apply kwa serikali. Unaona, sheria hapa kwetu sisi zipo kwa ajili ya watu wawili tu. Na hili ni lazima watu wajue. Sheria Tanzania zipo kwa ajili ya watu kwenye makundi haya. Kundi la kwanza ni masikini. Umeona? Kundi la kwanza, sheria zipo kwa ajili ya watu masikini. Unaona, hilo liko wazi kabisa. Mimi nataka utembelee magereza yote Tanzania. Mtembelea magereza yote kuanzia ngazi ya kijiji, kata, wilaya, mkoa mpaka taifa. Nenda kaangalie nani wako magerezani. Utakuta wanyonge, masikini, mafukara ndio wapo pale gerezani. Namba 2 ni wananchi. Kwamba pengine unaweza kawa hata sio masikini sana, lakini kwa sababu wewe hupo serikalini, sheria inaweza ikakukamata muda mwingine. Kwa hiyo sheria zipo kwa hawa watu wawili tu, masikini na wananchi. Wewe unajua kabisa sasa hivi kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, unaweza ukaenda pale hapo nje mtaani na akatokea askari na akakukamata na akakuweka ndani kwa kosa la uzururaji. Wewe unadhani tajiri anaweza akazurura? Tajiri anatembelea V8, watu wapo kwenye magari yao na viyoyozi, watu wapo kwenye maofisi yao. Unakamataje na kosa la uzururaji? Mtu anakujaje polisi huko ndani anikamate mimi kwa uzururaji? Wazururaji ni sisi masikini ambao hatuna vipando, hatuna kazi maalumu za kufanya, hatuna vitu ambavyo vinajulikana vya kufanya, kazi zetu hazieleweki, ni machinga, ni mama ntilie, ni wavuvi, ni watu wa kawaida. Na hawa ndio ambao 90% kama sio 95% ndio waliojaza magereza yetu. Sheria zipo kwa ajili ya kudili na wewe masikini, mnyonge. Na kila siku serikali inatunga sheria nyingi zaidi kujinaisha kila nyanja ya maisha yetu. Halafu sasa unasema kwamba magereza yanajaa. Kwa nini magereza yasijae wakati kila siku unatunga makosa mapya ya jinai? Kila siku unatunga sheria mpya inayojinaisha jambo fulani. Wewe unadhani ukiendelea kusema kwamba kila mtu anayekamatwa eti na kete moja ya bangi aliyoinunua kwa shilingi 500 anapaswa akae gerezani, lakini mtu aliyekabidhiwa kuendesha taasisi fulani ya umma inayosababisha upotevu wa mabilioni ya pesa, huyo mtu ikigundulika kwamba amesababisha huo upotevu, sio kwamba anapelekwa mahakamani, sio kwamba anaachishwa kazi, sio kwamba anahojiwa, anahamishiwa taasisi nyingine ende akafanye kile alichokifanya huko. Mtu anaondolewa TPDC kwa mfano, sisemi kwamba kuna upotevu TPDC, ni mfano tu, kwa upotevu wa mabilioni, na rais anajua
Anajua kabisa kwa sababu amepewa hizi taarifa, amefikishiwa hizi taarifa. Anajua kabisa kama kuna ubadhirifu umetokea kwenye taasisi fulani. Anakuja anasema na yeye mwenyewe hadharani kwamba pale mambo hayaendi vizuri, kuna 1 2 3 na kuondoa uende kwenye taasisi XYZ uende ukatusaidie kule. Wewe machinga ambaye uliambiwa usipange bidhaa pale Kariakoo au pale barabarani na ukaambiwa sijui uende sehemu gani ambako hata wateja hawaji, wewe ukikamatwa, kwanza vitu vyako vinachukuliwa, vinawekwa ndani, na wewe mwenyewe unaweza ukawekwa ndani kwa muda hata usiojulikana, na ndugu zako wakakutafuta wakawa hata hawakuoni. Sisi tumezungumza, kwa mfano nimeenda Arusha nikizungumza na hawa majamaa wanaitwa wachokonozi ambao walikamatwa na polisi, wakawekwa ndani. Huyu jamaa bwana, na sina sababu ya kumtilia wasiwasi yule jamaa, kwa sababu hivi vitu hata Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imevibainisha kwamba yule jamaa anasema kwamba ameenda polisi, polisi, mahabusu ya polisi, anakutana na mtu yuko mahabusu miaka 5. Miaka 5. Wewe unakaaje mahabusu miaka 5? Unakaaje mahabusu miaka 5? Kwa nini serikali inafanya vitu kama hivyo hapo? Unamwekaje mtu mahabusu miaka 5? Na ukumbuke kwamba pengine hilo kosa lina dhamana. Hilo kosa pengine lina dhamana. Na inawezekana pengine wewe mtu amekosa dhamana kwa sababu gani? Kwa sababu kwa mfano utaratibu wa dhamana ni kwamba lazima uwekewe dhamana kwa mfano na mtu ambaye anafanya kazi kwenye utumishi wa umma. Sasa watu wangapi wana ndugu wenye wafanya kazi wa utumishi wa umma? Kama umetoka kwenye familia ya kimaskini, kuna watu hata ndugu hawana. Achilia mbali ndugu wenye kazi kwenye utumishi wa umma, hata ndugu hawana. Watu wanaamka asubuhi, wanarudi, wanalala nje, umeelewa? Kwa sheria zipo kwa ajili ya masikini tu. Huwezi kukuta tajiri amekaa mule ndani mahabusu miaka 5, haiwezekani. Haiwezekani. Huwezi kukuta mtoto wa kiongozi amekaa mahabusu hata wiki moja. Haiwezekani. Kwa hiyo sheria iko hivyo, na ndio maana hata mimi nilishawahi kusema kwamba sheria haina upande. Sheria ina upande. Sheria ina upande dhidi yako wewe masikini. Sheria ina upande dhidi yako wewe mwananchi. Kosa hilo ambalo analifanya tajiri linaweza lisiwe na maana. Kosa hilo ukifanya wewe masikini linakuwa na adhabu kali. Kwa hiyo manake picha yote unayopata ya haya mambo ni kwamba sisi ni nchi tu, jamhuri ya ndizi. Unatunga masheria mengi, na sababu ya kutunga haya masheria ni kwa sababu unajua kwamba hayatakuja kukugusa wewe. Unaona? Pengine ni aidha ukiwa huko serikalini au hata ukiwa nje ya serikali lakini una pesa. Unaona? Ukiwa na pesa kwenye hii nchi unaweza kukwepa mkono wa sheria. That is for sure. Hiyo ni for sure kabisa. Mimi nawapa watu mfano. Mimi nilienda kununua bajaji. Nilienda kununua bajaji 2. Jamaa nikamlipa pesa. Akasema kwamba bajaji moja ipo, bajaji nyingine ipo kwenye meli ndio inakuja. Kwamba nichukue ile moja, alafu mzigo ukishuka naenda kuchukua nyingine. Haya, sawa. Hakawa hataki kunipa ile bajaji. Tukazungushana. Tukaenda polisi. Hata sasa sitataja kituo. Tukaenda polisi. Nikaenda polisi mimi kumwambia polisi kwamba huyu jamaa bwana 1 2 3 nimempa pesa huyu jamaa kwa bajaji 2, amenipa bajaji moja. Kila siku ananizungusha, namwambia aidha anipe bajaji au anirejeshee pesa yangu. Bro, huwezi amini bwana. Pale polisi, pale kituo cha polisi. Tumemaliza tukuzungumza, polisi anatuomba nauli mimi na huyu jamaa ninayemlalamikia. Sasa wewe, huyu jamaa ni mfanyabiashara. Huyu ni mfanyabiashara. Mimi ni mwananchi tu wa kawaida. Wote unatuomba nauli. Unategemea nini? Unadhani nani atakupa nauli kubwa?
Mimi naweza nikakupa shilingi 1000, huyu sasa anakupa milioni. Huyu jamaa mimi nimempa milioni 18, anashindwa kutoa milioni 18 kwenye milioni 18 kukupa milioni 1. Na unadhani akikupa milioni 1 interest yako wewe itakuwa ni mimi kupata haki? Haiwezekani. Na hizi kesi zipo nyingi. Kuna kesi tu ya mshikaji wetu fulani aligeuziwa kesi. Yani yeye alimpeleka mtu ambaye amemdhulumu, amemtapeli, kwa sababu yule jamaa ana pesa, akaagiza mapolisi wamweke yule jamaa ndani, na yule jamaa akawekwa ndani. Hata familia yake ikawa haijui amewekwa kituo gani cha polisi. Hapo kwa sababu ilikuwa ni Mabatini wakaenda hayupo. Yani ilikuwa vurugu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kwamba sisi tumejenga utamaduni wa kwamba tunatunga sheria, lakini tukijua kabisa kwamba hizi sheria hazitatuhusu sisi wenye pesa, hazitahusu watu waliopo serikalini, na kwamba hizi ni sheria kwa ajili ya mafukara. Mimi na wewe wananchi, mimi na wewe sasa, unajua moja kati ya vitu ambavyo labda ujaribu kuvikwepa wewe kama mwananchi ni aidha uwe mwananchi lakini uwe na pesa. Usikubali labda Mungu akuepushe hivi vitu viwili vikutane, kwamba ukawa fukara na wakati huo ni mwananchi. Bora uwe mwananchi lakini akalau mwenye pesa, kwa sababu si kila aliyepo serikalini ana pesa. Kuna watu huku hawako serikalini wana mapesa mengi sana. Kwa hiyo ukiwa hivyo kwamba mwananchi lakini una pesa, huwezi mimi kwa mfano nitakwambia kitu kingine kuhusiana na pesa. Yani ni utaratibu wa kisheria. Watu inabidi wajue ni utaratibu wa kisheria, wanaita plea bargaining. Yani kwamba wewe kwa mfano leo serikali inaamini umetakatisha fedha au umekwepa kodi za mabilioni. Sheria inamruhusu mwendesha mashtaka kukaa na wewe chini, umwambie kati ya hizo pesa ulizotakatisha, ulizokwepa, ngapi utazirejesha serikalini ili tukuachie huru. Na hizo zinafanyika. Ni kipindi cha Magufuli tulikuwa tunaona kabisa DPP Biswalo akiwa na maburungutu ya pesa. Matajiri walikuwa wamepewa kesi za utakatishaji fedha pale, na ukwepaji kodi, wanaingia plea bargaining arrangement na serikali, na mtu anachukua kirikuu. Unajua kirikuu ambacho wewe unabebea mbao, mtu anaweka maburungutu ya pesa, anaenda kuonana na DPP, na baadaye kaja ikagundulika kwamba hata hizo pesa hazikufika serikalini. Hata Rais Samia alikuja ku acknowledge kwamba of course kisirisiri kwamba hata halikuwa haziendi kwenye status coffers. Kwa hiyo maana yake hiyo inakwambia nini? Inakwambia kwamba wewe unadhani ukiwa umeshtakiwa kuiba kuku, ukiwa umeshtakiwa sijui kuweka nguo pale, unapewa hiyo option. Unapewa sema bwana ili kosa ni aidha uende ukatumikie kifungo cha miaka 5 au faini milioni 6. Lakini hatuendi huko. Yule kuku ambaye umemchukua, kwa nini usiturejeshe mapaja mawili? Wewe ukabaki na vitu vingine. Haipo. Yani hiyo kanuni haipo kwa masikini. Hiyo kanuni ipo kwa matajiri tu. Wewe unadhani mimi masikini kwa mfano utakatishaji fedha na utolea wapi? Sasa. So tumalizie na hili kwa sababu nataka kupata mtazamo wako kuhusu maridhiano ya CCM na ACT Zanzibar, kwa kuzingatia wewe ni Mtanzania unayetoka Zanzibar. So wengi wafuatiliaji wa masuala wanaona kama ACT wamefunga ndoa na watesi wao ambao after all these years wamekuwa mauaji ambayo yametokea wakiwa na CCM wanatuhumiwa nayo, lakini at the end mwishowe wanakuja kuingia nao maridhiano, na huku bara wengi wamekuwa wakipinga. Wewe mtazamo wako ni upi? Huwezi kufanya maridhiano na CCM.
Kwa nini? Yani haiwezekani. Haiwezekani. It is impossible. Kwa sababu CCM hivi sasa hivi imefikia umri ambao haiwezi tena kufanya siasa. Unanielewa? Maridhiano pengine yaliweza kufanya kazi hicho kipindi cha zamani kidogo, kama tulivyoona ya 2010 Zanzibar, mpaka tukapata referendum ile kura ya maoni, tukaunda serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu kipindi kile CCM, ndani ya CCM kulikuwa kuna watu bado ambao ni sophisticated, una watu ambao bado ni smart, yani wanajua kabisa kwamba kuna sehemu kubwa ya jamii inawaunga mkono, na kwamba unajua hata kama inaweza kuiba au kufanya hiki, inaweza kufanya in a smart way, in a very sophisticated way. Umeelewa? CCM ishapoteza huo uwezo. Umeelewa? CCM sasa hivi ili iendelee kuwepo madarakani lazima i-undermine interest za watu wengine. CCM imefika hatua ambayo haiwezi kushiriki mchezo kwenye level playing field. Haiwezi, yani haiwezi. Unaona, ni either imrubuni refa, ni either iende ikaroge, ni either iweke mawe kwenye viatu vya wachezaji wa kambi pinzani. Yani haiwezekani, haina imani tena CCM kwamba tunaweza kwenda kwenye hii game vitu vyote vikawa sawa na tukapata ushindi. Haiwezekani. Na kwa maana hiyo, maana yake ni kwamba kama hiyo ndio default position ya CCM, ukiingia kwenye maridhiano it's suicidal, yani you are playing right into their game. Watakutumia tu, watabuy time, watafanya nini, kwa sababu hata kwa mfano tuchukulie huko Zanzibar, moja kati ya vitu ambavyo ACT wako interested navyo ni kwamba tuondokane na utaratibu wa kura ya siku mbili, kwamba ile kura ya mapema halafu ile kura ya wananchi. CCM hawawezi kuwapa hiyo kitu, hawawezi kuwapa, kwa sababu CCM wanajua pale ndipo wizi unapofanyika, yani pale ndipo mchezo unapoishia. Unaona, hawawezi kufanya hicho kitu. Au kitu kingine, moja kati ya vitu ambavyo pia ACT wako interested navyo ni kwamba ile serikali ya umoja wa kitaifa isiishie kwenye baraza la mawaziri. Ushaona kwamba lazima iende pia kwenye makatibu wakuu, kwamba baadhi ya makatibu wakuu watoke ACT, wengine watoke CCM, au pia wakuu wa mikoa, pia wakuu wa wilaya, mpaka ngazi za chini kabisa ambao kule Zanzibar wana masheha. Hiyo CCM hawatakupa yani hegemony, yani ule utawala wa CCM Zanzibar msingi wake upo kwenye masheha. Unaona, masheha ndio wana filter, huyu ni mwenzetu, huyu sio mwenzetu. Lakini kuna wabunge na madiwani ambao wao wanachaguliwa na wananchi. Lakini si wanakupa, kwani si wabunge wanapewa? Yani mbunge anafanya kitu gani? Mimi ninachosema ni kwamba ile foundation ya uhai wa CCM Zanzibar ipo kwenye masheha, na hawa masheha wana nguvu kubwa, na hawa jamaa hawachaguliwi na wananchi, na wanateuliwa na serikali. Umeelewa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba CCM kukupa wewe masheha kwenye baadhi ya nchi, maana yake ni kucede control, yani ni kuacha himaya zao, wakupe wewe. Haiwezekani. Yani kwa sababu CCM wenyewe wanajua ni suicide. Wakiingia tu hiyo ni wakikubali hivyo vitu watapigwa na kitu kizito. Kwa hiyo CCM huwezi kufanya nao maridhiano. Na mimi tuseme tu ukweli. Umeelewa? Yani kwa mfano kama CCM anataka kufanya maridhiano, yani lazima to reset. We have to reset vitu vingi sana. Kwa hiyo ndio maana kwa mfano anasema kwamba kabla hata ya chama
cha siasa kuchomeka pua yake kufanya maridhiano na CCM, tuwe kwanza na mkutano mkubwa wa kitaifa wa nini sisi kama nchi tunataka kibadilike. Maana tukutane kwa siku kadhaa, makundi mbalimbali. Na wala unajua haya mambo ya kusema kwamba maridhiano yanafanywa kati ya chama na serikali ni upuuzi. Yani nyinyi, kwa nini nyinyi mnahisi ndio wenye mamlaka ya kuamua tu mwelekeo wa nchi? Kwa nini vyama vya siasa vinajipa umuhimu huo na serikali kwamba maridhiano lazima iwe ni kati ya CCM na Chadema? Maridhiano lazima iwe kati ya CCM na ACT. What is that? Yani wewe unadhani nchi hii na watu milioni 64, wangapi wana vyama vya siasa? Wachache sana, wachache sana. Yani hata kwa mfano chama kiwe kina wanachama milioni 10, kwenye milioni 60, hiyo ni asilimia ngapi? Sini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama tuna nia kweli ya maridhiano, ya kutafuta mwelekeo sahihi wa tofauti wa nchi, ushiriki lazima uwe mpana sana. Ushiriki lazima uwe mpana sana. Kuwepo na serikali, kuwepo na vyama vya siasa, kuwepo na vyombo vya habari, kuwepo na vyombo vya ulinzi na usalama, kuwepo na taasisi za kidini, kuwepo na wananchi kupitia jumuiya zao, kuwepo na mashirika yasiyo ya kiserikali, kuwepo na asasi za kiraia, kuwepo na wahisani, kuwepo na, unajua, na hawa watu wote hawa unaweza kuwapata kwa kuwakusanya kwenye mkutano mkubwa wa kitaifa. Tunakuwepo na agenda pale, tunajadili, tukitoka pale kuna action points, tunafanya 1 2 3 3. Kama ni katiba inabadilishwa, sheria zinabadilishwa, taasisi zinabadilishwa, tunaweza kuanza upya. Lakini hii kusema kwamba unatoka huko unakotoka unaenda kukutana na CCM, sijui iwe ni Ikulu, iwe ni kwenye hoteli, hakuna kitu kama hicho. Yani CCM watakutumia. Kwani si tuliona hiyo? Si tulifanya sisi hapa maridhiano kikosi kazi Zanzibar? Si walifanya kikosi kazi? Imekuwa nini? Haiwezi kuwa kitu. Yani ni hadaa za kisiasa ambazo you sometimes think kwamba vyama vyetu na viongozi wetu, they should have known better. Yani unajua mimi, and I say this with all humility, sina nia mbaya yote na mtu, lakini kuna wazee wetu wana uwezo mkubwa sana, wamekuwepo hapa, wanaijua historia ya nchi, wanajua mambo yanavyoenda, na wanajua kabisa kwamba CCM kwenye hali ilivyo hivi sasa, default mode yake ya kuendelea kubaki madarakani ni kwa kutumia mabavu. Maana ni kutumia mabavu. Unaona, ukitaka kurejesha fomu, msaidizi wa usimamizi wa uchaguzi anafunga mlango. Maana wanakwambia umekosea, sijui badala ya Dar es Salaam yenye dashi wewe hujaweka dashi. Umeelewa? Wanakuteka. Maana wanakupa kesi kama hizo za kubumba. Hayo ni matumizi ya mabavu. Hizo sio siasa. Hizo sio siasa. Maana siasa huwezi kufanya kwa kutumia mapolisi. Unafanyaje siasa? Unatakaje maridhiano halafu unaambia watu wasikusanyike? How is that possible? Maana force sio means ya kutengeneza maridhiano. Umeelewa? Majadiliano, maelewano na nia thabiti ya ukweli ndio. Lakini sasa lazima niseme kwamba mimi nadhani ACT of course hawana option nyingine. Wameingia kwenye maridhiano kwa sababu hakuna option nyingine. Wanafanya nini? Pengine wanaweza kufanya kama wanavyofanya Chadema. Sidhani. Mimi unajua, na ndio sasa hapa I'm being pragmatist or realist. I mean, mtu aniambie option nyingine ACT ambao wangekuwa nayo ni nini? Especially Zanzibar kwa mfano. Hawana option. Yani kwa hiyo maana yake ni kwamba yani option maana yake ni kwamba option iliyopo ni between doing nothing au kuingia kwenye maridhiano. Like wangefanyaje? Wakifanya siasa za majukwani. So then what? Wamekuwa wakifanya hivyo siku zote.
Yani what has that yielded? Yani imetoa matokeo. Si wamefanya hivyo kipindi cha baada ya utapeli ule wa kikosi kazi cha Mwinyi kuisha, umeona, ambao of course unajua sometimes mimi huwa sitaki kujifanya kwamba mimi nina, lakini I mean you can see where things are going. Unajua kabisa watu hawako serious like CCM serikali, and then Mbwembe and then hata Zanzibar kwa mfano, this all excitement mimi inanishangaza kwa sababu unajua deep down ni hadaa tu, ni tapeli. And of course kwa taarifa yako tu sasa hivi tayari wanaanza kurushiana maneno kwa sababu CCM wamekuja wanasema kwamba ACT ina uharibu mchakato kwa sababu imetoa hizi taarifa hadharani. Unaona makubaliano yanahusu nini, maridhiano yanahusu nini, na kwamba wanawashtumu kwamba wanataka kujimilikisha huo mchakato. It's not going anywhere. It's not going anywhere. It's a circus. It's a circus. Na halafu sasa ACT na wao wanakubali kuwa puppets, kuchezewa hivi na nini. Lakini sasa ndio hivyo kwamba hawana option nyingine. Of course kwa Wazanzibari wa kawaida ambao mimi nawafahamu wako excited, wanapenda kwamba chama cha ACT na CCM wamefikia. There is an excitement. Issue ni kwamba and of course hiyo ni nature ya wananchi wa Zanzibar na hata huku kwa hata Rais Samia alipoanzisha issue yake ya 4R, japo mimi nilijua kabisa kama haiwezi kwenda popote, kwa sababu unajua mimi I am strongly convinced kwamba CCM haiwezi kuwa reformed. Unajua it is an institution that has outgrown itself. Ni kama ni ajuza, maana CCM ni mzee mwenye umri wa miaka unajua 90, 110 senile. Umeona, yani you cannot reform it, like you should let it die. You should just let it die. Yani inabidi ife wenye chama chao cha CCM, kwa sababu CCM ina wanachama, ina watu kule ndani, watatengeneza kitu kingine. Tutarudi sasa tuone kwamba watu wana fresh ideas, new institution, but CCM as it exists right now, it cannot be reformed. You cannot reform hawa watu, kwa sababu pia kuna hiyo blend namna CCM ilivyo re-entrench itself kwenye mifumo ya nchi, kwenye mifumo ya dola, kiasi ya kwamba you can no longer tell CCM ni ipi na dola ni ipi. Umeona, ndio maana sasa unakuta una former chief justice anamaliza tu utumishi wake, anaenda kuchukua fomu ya kugombea urais kwa kupitia CCM. Una makamanda wa polisi wa mkoa wanao express allegiance, loyalty kwa CCM hadharani. Umeona, hiyo ndivyo ilivyo. Yani na huo msingi wake of course iliwekwa kuanzia mwaka 1965 ambapo serikali ilivunja mfumo wa vyama vingi na tokawa na chama kimoja. CCM ikaji-entrench kwenye, pengine wao wana baadhi wao wanasema kwamba namna ilivyoji-entrench vile namna vile hawa maafisa walivyokuwa loyo ilikuwa ni kwa ajili ya kujenga uzalendo wakati chama kiwa na umoja. And then sasa tuliporejesha mfumo wa vyama vingi, hiyo how did we address that? Kwa hiyo maana yake actually kuna revolving door kati ya dola na CCM. Umeona, unajua revolving door, kwa mfano ukienda sehemu yenye revolving door kama hoteli au airport, unaweza yani hujui mlango upi ni wa kuingilia, upi ni wa kutokea, unazunguka hivi. Kwa unaweza kukuta mtu yuko CCM wakati hapo kumbe yuko idara ya usalama wa taifa. Mtu yuko CCM hapo kumbe ni senior military officer ndani ya TPDF. I mean si siri, I mean iko hivyo. Umeona, iko hivyo kila sehemu. Unakuta eti mtu ni mkurugenzi wa halmashauri kumbe ni kada wa Chama cha Mapinduzi.
kumi ni kada wa Chama cha Mapinduzi. There is a revolving door kati ya dola na sasa. Kama umefikia hatua hiyo, how do you reform hilo li taasisi? You just let it die, life. CCM you cannot reform. It's like a dying empire. Unajua it's like the United States of America. Unajua wanasema kwamba ukitaka kufa, wanasema you don't want to see someone dying because it's messy. It's messy. Ukimwona mtu anataka kufa, chumba kinachafuka, atashika hii. Of course kuna watu ambao wakibahatika wanaweza wakawa wanasema they die slowly in peace. Sometimes unaweza ukalala usiamke, lakini sometimes inakuwa messy. Mtu akitaka kufariki akiwa anatoka roho, anasema ataangusha huku, ataangusha kule, atafanya huko. It's exactly what is happening. Yani watu tu ni kwamba sometimes sisi kwa sababu tunakuwa sisi wa Tanzania, kwa sababu ni watu ambao tuko very optimistic, mnaelewa, ni watu ambao we genuinely believe kwamba things can get better, and once you are driven by that idea, it means kuna baadhi ya vitu automatically hauvioni, kwa sababu you let your subconscious, the subconscious of you guide you. Maana so vitu ambavyo ungeviona consciously, but look around. Yani hiyo mambo ya kupiga marufuku mikutano ya hadhara, kufungulia uhaini wanasiasa, kesi za uhaini wanasiasa, kuteka watu, sijui kufanya nini, hizi zote, yani signs are on the wall that this is a dying entity, na ili tusipoteziane muda, ni muhimu tu kutambua hivyo, na pengine kulay groundwork ya namna ambavyo sasa once this dying order is dead, with what do we replace it?